إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خطر تزكية النفس، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماء، والله أسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa muumba wa mbingu na ardhi, kwa yule aliyestawi juu ya arshi, pamoja na kumtakia rahma na amani role model wetu Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia bihaulillahi wa madadi itakuwa chini ya anwani mazungumzo yetu, khataru tazkiyati nafs, hatari ya mtu kuitakasa nafsi yake. Nitawaombeni tena mara ya pili kwa heshima na taadhima, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu. Tuelekezane, tuambizane, tunasihiane, huenda sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ahibati fillah, tazkiyatu an-nafs min afati al-qulub al-khatira. Mtu yeyote ambaye kwamba ana tabia ya kuitakasa nafsi yake na kujiona hakuna kama yeye ndiye mbora katika watu, bila shaka ni maafa makubwa katika maafa ambayo kwamba yanapatikana katika nyoyo za waja. Ni maradhi miongoni mwa maradhi ambayo kwamba yanapatikana katika nyoyo za watu. Yeyote ambaye kwamba atajiona yeye ndiye bora, hakuna kama yeye hafanyi wanaoyafanya watu. Mwenyezi Mungu anatueleza kwenye kitabu chake, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msizitakase nafsi zenu, Mwenyezi Mungu ndiye anayemjua nani anayemcha Allah azza wa jalla. Wangapi miongoni mwetu usiku wanaswali, mchana wanafunga, wanasoma Qur'ani, wanafanya kuyafanya, kisha wanarudi katika nafsi zao, wanaongea na nafsi zao, anajieleza ndani ya moyo wake, ana khairun min fulani, mimi ni bora kuliko fulani, mimi sifanyi anayofanya fulani. Mtu mwenye tabia hii ajue yuko katika hali ya hatari. Anaweza fikiria kuwaona waja wengine wa Allah azza wa jalla wameangamia, kama ilivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam.
روى الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وحديث الإمام مسلم، msimulizi ni sahaba Jundub ibn Abdillah. Kuna mtu katika wana wa Israeli, mmoja alikuwa anajitahidi katika taa, mmoja alikuwa anajitahidi katika ibada, na mwingine anafuata matamanio nafsi yake. Huyu ambaye kwamba alikuwa anajitahidi katika ibada akafikiria kuwapa jina la Allah akisema wallahi la yaghfiru Allahu li fulani, na apa kwa jina la Allah Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani. Mwenyezi Mungu akaingilia kati, Mwenyezi Mungu akasema man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulani, nani huyo ambaye kwamba anaapa kwa jina langu, nani anataja jina langu kuwa sitomsamehe fulani? Mwenyezi Mungu akasema fa inni qad ghafartu li fulani, huyo fulani nishamsamehe. Kwa sababu nani ambaye kwamba anamiliki funguo za msamaha? Nani ambaye kwamba anamiliki funguo za tauba? Watubu ila man? Ila Allah, natubieni kwake yeye Allah azza wa jalla. Fa inni qad ghafartu li fulani wa ahbattu amalak. Na wewe ambaye kwamba uliyatamka maneno hayo, wewe ambaye kwamba uliapa kwa jina langu kuwa sitamsamehe, amali yako yote nimeibatilisha, amali yako yote nimeiharibu. Subhanallah, kalimatun wahida qalaha min kibrin wa i'jabin bin nafsi, neno moja alolitamka kuwa kibri alokuwa nayo na kujiona kuwa yeye ni bora, kanat sababan fi ihbati al-amali kulli, ilikuwa ni sababu ya kupelekea matendo yake kuharibika. Ibadallah, ittaqullah wala tuzakku anfusakum wala tamdahu a'malakum bal qulu kama qala khalilullah Ibrahim عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والذي أتمعه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إني وجه الله، متني الله عز وجل، مغطيني الله عز وجل. نكامwe msiwe na tabia ya kuzitakasa nafsi zenu, na wala msiwe na tabia ya kusifia matendo yenu, bali kuweni na tabia ama mseme maneno kama aliyosema Khalilullah Nabi Ibrahim. Tukumbuke huyu Mwenyezi Mungu anasema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Mwenyezi Mungu alimfanya Nabi Ibrahim kuwa khalili wake, mwandani wake. Huyu Nabi Ibrahim katika safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ya al-Isra wal Mi'raj, Mtume alimkuta ameketi katika mbingu ya saba, ameegemea Al-Kaaba ya mbinguni inayojulikana kama Baitul Ma'mur. Al-Kaaba ambayo kwamba wanatufu wanaingia ndani yake malaika wa Allah. Huyu Nabii Ibrahim naye anajiweka katika matarajio ya Allah. Nabii Ibrahim ambaye kwamba alinyanyua Al-Kaaba yeye na mtoto wake Nabii Ismail, anasema nini? Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, natarajia mimi Ibrahim siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atanisamehe mapungufu yangu, makosa yangu. Ikiwa huyu ni Ibrahim Khalilullah, ikiwa huyu ni Ibrahim ambaye kwamba yuko katika mbingu ya saba, ameegemea Baitul Ma'mur, ikiwa huyu ndo aloinyanyua tena Al-Kaaba, anafikiria kusema maneno haya, kaif mimi na wewe? Ahibati fillah, ugonjwa wa kuitakasa nafsi ndiyo maradhi ya kwanza ambayo kwamba aliingia ndani yake Iblis.
alayhi la'natullah, wakati Mwenyezi Mungu alisema, alitoa amri ya malaika wamsujudie Adam, Iblis akasita kwa hilo. Mwenyezi Mungu akamuuliza, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk, ewe Iblis, kipi kimekuzuia kutosujudu baada yangu mimi kutoa amri? Alijibu akasema nini? Qala ana khairun minhu, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, mimi ni bora kumliko huyu ambaye kwamba ulitaka nimsujudie. Matirio yangu na matirio yake tofauti. Mimi uliniumba kutokana na cheche za moto, yeye ulimuumba kutokana na udongo unaovunda, udongo unaonuka. Wa kwanza ambaye kwamba aliingia katika maradhi haya ni Iblis alayhi la'natullah, bali ni katika tabia ya Mayahudi na Manaswara, tabia ya kujitakasa. Maneno chungu nzima kwenye kitabu cha Allah yanaonyesha namna Mayahudi walikuwa na ndimi za kujitakasa. Kuna wakati walisema, lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, haingii peponi illa Yahudi ama Nasara. Kuna wakati walisema, nahnu abnaullah wa ahibbauhu, sisi ni watoto wa Allah na sisi ni vipenzi vya Allah. Mwenyezi Mungu akasema, alam tara ila alladhina yuzakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha, je, umewaona wale ambao kwamba wanazitakasa nafsi zao? Je, umewaona wale wenye tabia kutakasa nafsi zao, Mayahudi na Manaswara? Mwenyezi Mungu akasema, balillahu yuzakki man yasha, Mwenyezi Mungu anamtakasa amtakaye. Katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anataka Mwenyezi Mungu amtakasie nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wenye kutakasa hizi nafsi. Ndugu Waislamu, falhidayatu biyadi llahi wahda la yamlikuha nabiyyun wala waliyyun bal hiya fadlu min Allah yu'tihi man yasha. Mwenyezi Mungu akikuwafikia kuweza kufanya mambo ya kheri, unaweza kuswali 5 salawat kwa jamaa, ukawai takbiratul ihram, unaweza soma Qur'ani kila siku ala al-aqal juzu moja, unaweza funga ya sunna, unaweza inuka usiku. Ikiwa umeafikiwa katika hii barabara, basi jua almuwaffaq man waffaqahu Allah, yule alioafikiwa bila shaka ni yule alioafikiwa na Allah. Usije ukajipiga kifua, usije ukajiona wewe ni wewe. La, Mtume sallallahu alayhi wasallama alitaka sana ami yake aingie katika Uislamu, hilo halikuwezekana, akaondoka duniani si Muislamu. Likamuudhi sana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu akateremsha aya kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallama, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, huna uwezo wa kumuongoza umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu anamuongoza anayemtaka. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudusi al-Jalil, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Enyi waja wangu, nyinyi nyote mmepotea ila yule ambaye kwamba nimemuongoza mimi, basi nitakeni niwaongoze, nitawaongoza. Katika vita vya Khandaq,
Mtume alinyanyua sauti yake sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kama si wewe hatungeongoka, wala tasaddaqna wala sallaina, hatungeweza kutoa sadaka wala hatungeweza kuswali. Sallallahu alayhi wasallama, Mtume anarejesha jambo la hidayah kwake Mwenyezi Mungu subhanahu. Naam, kila siku tunamwomba Mwenyezi Mungu ndani ya swala zaidi ya mara 17, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Zaidi ya mara 17 tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu. Kwa ajili hiyo tunasema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunarejesha shukurani za dhati kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametuafikia katika njia ya uongofu. Ahibati fillah, wa akhiran wa laysa bi akhir, jambo la kusifia. Uislamu umekemea tabia ya kumsifu mtu mbele ya macho yake. Utakuwa unamweka katika mazingara mazito, utakuwa unamfungulia mlango wa Iblis. Tabia ya kumsifu mtu mbele ya macho yake Uislamu umekanya. Kuna mtu alimsifu mwenzie katika jalsa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamkemea akamwambia, wailak qata'ata unuqa sahibik, wailak qata'ata unuqa sahibik miraran. Mtume akamwambia, ole wako, umemkata ndugu yako shingo yake. Kumsifu ni kama kummaliza, unamfungulia ndani ya moyo wake mlango wa al-ghurur na al-ujb, na ni katika milango ya shetani. Wengi wamepoteza na huu mlango wa kujisifia na kujitakasa, kama tulivyoona ni katika tabia ya Iblis. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man kana minkum madihan akhahu falyaqul la mahala falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibu wala uzaki ala Allahi ahada. Ikiwa mmoja wenu mko mahala, ipo haja ya kumsifia mwenzake, hakuna njia nyingine, lazima amsifu, basi atangulize maneno ya kusema, mimi namdhania huyu kadhaa, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayemjua zaidi, wala simtakasi yeyote mbele ya Mwenyezi Mungu subhana. Kisha aseme maneno ambayo kwamba alikusudia kuyasema, ikiwa ni maneno ya kweli, wala si kumpaka mtu mafuta juu ya chupa. Ndugu Waislamu, tukimaliza hotuba yetu, jambo ya kuituhumu nafsi ni katika alama ya wachaji Mungu. Badala ya mtu kujitakasa akawa ana tabia ya kuituhumu nafsi yake, ni katika alama ya wachaji Mungu. Mwenyezi Mungu anasema katika hii aya, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Hii aya, nana Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam tafsiri yake, akamuuliza, ya Rasulullah, hii aya inamaanisha watu aina gani? Ahumul ladhina yashrabuna alqamr wa yasriqun, je, ni wale wenye wanakunywa pombe na wanaiba? Mtume akamweleza, la ya binta Aisha, si hao uliowakusudia, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Hawa waliokusudiwa katika hiyo aya ni watu ambao kwamba wanajituma juu ya mgongo wa ardhi kutafuta radhi za Allah, wanafunga, wanasali, wanatoa sadaka, wanafanya kuyafanya, lakini ndani ya nyoyo zao bado wana hofu. Hatujui kama Mwenyezi Mungu ameyatakabalia matendo yetu. Tizama wema waliotangulia salafu saleh, mwezi wa Ramadhani wanayafanya kuyafanya, siku ya Idi wakikutana, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Mwenyezi Mungu atutakabalie
sisi na nyinyi katika matendo mazuri tuliyofanya, hawana uhakika kama wamekubaliwa na Allah azza wa jalla. Naam, hii ni dalili ya wema, hii ni dalili ya uchaji Mungu. Mtu ambaye kwamba anajitahidi kufuata maamrisho ya Allah, wa fi nafsi alwaqt anaituhumu nafsi yake, anajiona mimi si miongoni mwao, sijafikiria katika upeo wa uchaji Mungu, sijafikiria katika daraja ya uchaji Mungu. Hii ni mojawapo katika alama ya uchaji Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Ahibati fillah, mfano ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. kana yumsiku lisana wa yaqulu hadha alladhi awradani alhalik. Abu Bakr alikuwa na tabia kushika ulimi wake akisema, huu ulimi wangu ndiye umeniangamiza mimi Abu Bakr. Subhanallah, huyu nani anasema ulimi wake umemwangamiza? Huwa awwalu man aslama min arrijali, ni wa kwanza aliosilimu katika wanaume, wa kwanza katika hii dini. Mtume anaanza ulinganizi, wa kwanza kumwamini ni huyu ambaye kwamba anashika ulimi wake. Nani ambaye kwamba anatuhumu ulimi wake? Huwa ahadu min almubashirin biljanna, ni mmoja katika wale waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Anatembea juu ya mgongo wa ardhi, lakini kitambo Mtume ashasema Abu Bakar fil janna, Abu Bakar fil janna. Abu Bakar ni katika watu wa peponi. Wa huwa awwalu khulafai almuslimin, wa kwanza katika makhalifa katika Uislamu, as-siddiq al-umma. Anashika ulimi wake, anatuhumu ulimi wake. Kaif angekuwa zama zetu, aone kazi na shughuli ya dini zetu. Nasallallahu as-salama. Wa hadha al-Faruq Sayyidina Umar anamfuata sahaba Hudhaifa. Hudhaifa laqab yake ni sahibu sirri nabii sallallahu alaihi wasallama, msiri wa Mtume. Mtume alimtajia Hudhaifa majina ya wanafiki katika umma wake, na hii siri Hudhaifa hakuwahi kuitoa mpaka akaondoka duniani. Saidna Umar si mara moja, si mara mbili, kila wakati anamsumbua Hudhaifa, anamwambia astahlifuka billah ya Hudhaifata, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil munafiqina. Ewe Hudhaifa, na kuapia jina la Allah, je katika orodha yale majina Mtume alikutajia, mimi Umar nipo ndani yake? Subhanallah, Umar yakhafu nifaqa ala nafsi. Sayyidina Umar anachelea asije akawa katika wanafiki. Ni nani Umar? Ni yule ambaye kwamba Mtume alituambia, idha salaka Umar tariqan aw fajjan la salaka ash-shaytanu tariqan ghayra. Umar akipita kwenye barabara ama kwenye kichochoro, shetani atapita njia nyingine, atamwacha Umar. Umar ambaye kwamba kana ra'yuhu yuwafiqu al-Qur'an, rai ya Umar ilikuwa inafikiana na Qur'an. Umar anakuja kwa Mtume, anamweleza Mtume, ya Rasulullah, mimi naona katika jambo fulani tufanye kitu fulani. Anashika njia, anaenda zake. Jibril anashuka na aya kuyashiki rai ya Umar, si mara moja, si mara mbili. Umar ambaye kwamba huwa ahadu min as-sabiqin al-awwalin, mmoja katika wale walioingia katika Uislamu mapema, na isitoshe amebashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dhalik yakhafu an-nifaqa ala nafsihi, anaogopea nafsi yake asije akawa katika wanafiki. Naam, ni alama ya wachaji Mungu, wanajituma na wanatuhumu nafsi zao. Bali kuna mmoja katika tabiina aliwahi kukutana na baadhi ya masahaba kwa jina la Bakr ibn Abdullah al-Muzni. Anasema nini? kana idha laqiya shaykhan qala hadha khayru minni abada Allah qabli, wa idha ra'a shaban qala hadha khayru minni irtakabtu min adh-dhunubi akthar mimma irtakabtu. Barabarani akikutana na mtu mzima, mzee anakwenda kwa mkongojo, anatembea kwa bakora,
alikuwa akisema, huyu mmoja katika wema waliotangulia, huyu mzee ni bora kuliko mimi, amemwabudu Allah zaidi yangu mimi. Na akikutana na kijana barubaru anasema, huyu kijana barubaru ni bora kuliko mimi nimefanya madhambi mengi duniani kumshinda huyu kijana. Innahu tawadhu, ni kujiweka chini na kuituhumu nafsi. Wa akhiran qala al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbu as-salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a وأكره من كانت تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. anasema al-Imam Shafi maneno ambayo kwamba yanastahiki yaandikwe kwa wino wa dhahabu. Anasema nini? Anasema, uhibbu salihina wa lastu minhum, na wapenda watu wema na mimi Shafi si miongoni mwao. Wa akrahu man kana tijaratuhu almaasi, na namchukia kila ambaye kwamba biashara yake ni kumwasi Allah. Wa in kunna sawaan fil bid'a, hata kama tuko sawa mimi na yeye. Imam Shafi anawapenda watu wema na yeye si miongoni mwao. La haula. Sahibul madhhab Imam Shafi ambaye kwamba mata jasadu wa ma mata ilmu, leo hayuko duniani mwili wake, lakini alituachia elimu juu ya mgongo wa ardhi. Imam Shafi ambaye kwamba ni muassis wa madhhabi yake, madhhab ya al-Imam Shafi'i. Imam Shafi ambaye kwamba alihifadhi Qur'an ana umri wa miaka 7, ndiye anasema, uhibbu salihina wa lastu minhum, napenda watu wema na mimi Shafi si miongoni mwa watu wema. Ikiwa Imam Shafi si miongoni mwa watu wema, nani katika sisi atajiona ni katika watu wema? Wa fi hadha kifaya liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa ash-shahid. barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا لمن كان لله عاصية، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازة. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ورضوانة، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة.